إنما الأعمال بالنيات. Ndugu zangu katika iman, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia swala na salam kiongozi wa umma Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam, nikuhusieni na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wamefaulu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa muda huu mchache tajaribu kuzungumzia juu ya munasib, lakini mimi nitazungumzia kwa ufupi juu ya kauli moja ya Waarabu wanayoitumia. Wanatuambia al-azwaju thalatha, wenye kutafutana kwa ajili ya kuoana wamegawanyika katika makundi matatu. Wakamuita, kuna mtu anaitwa zawju maharun, wa zawju daharun, wa zawju baharun. Wakawagawa wenye kuoana katika makundi matatu. Kundi la kwanza akaitwa ni mwenye kuoa ambaye ni mume wa mahari. Mtu wa kwanza ni mume wa mahari. Lakini mtu wa pili wakamuita ni zawju baharun, ni mume wa cheo na nafasi. Mtu wa tatu wakamuita ni zawju daharun, mume wa maisha. Zawju maharun man huwa? Mume wa mahari ni nani? Zawju maharun rajulun la yuzawwaju illa bikathrati amwali, bimaana bidifai maharin kabir. Mtu haozeshwi isipokuwa kwa sababu amelipa mahari kubwa. Kwa hapa itaangaliwa dau. Wamekuja watu wameposa binti, wanafika 3, 4, 5 mpaka 10. Lakini sasa zile posa zitaangaliwa nani mwenye dau kubwa la mahari. Yule atakayekuja na dau kubwa la mahari, yule ndo atakayeozeshwa, atakayepata mke. Wale walokuja na madau madogo, basi wale hawapati mke. Na hili ndio limekithiri katika zama hizi. Leo watu wanaozesha mabinti zao kwa sababu ya kujitafutia mali. Imekuwa kama vile ni uchumi, ni biashara ambayo watu wanaipata kupitia mabinti zao. Kwa hiyo anaangaliwa sasa, aliyekuja ana uwezo gani, ana kipato kipi, atalipa mahari kiasi gani. Kama mtu amekuja wa milioni 5 tumemkataa, atakayekuja wa milioni 3 tutamkubali vipi? Kwa hiyo itabidi sasa atakayekuja leo, kama tulimkataa wa milioni 5, aje wa milioni 10. Kumbe mtu yaweza kuozeshwa hata kama ataozeshwa na shilingi 1500 au 2000, kwa sababu sio biashara hii. Kwa hiyo kuna watu ambayo wanaozeshwa leo hii kwa sababu ya mali walizonazo. Kwa sababu ana mali, amekuja na dau kubwa la mahari, anaozeshwa huyu binti. Huyu ni mume wa kwanza. Mume wa pili ni yule ambaye anaitwa zawju baharun, ni mume wa cheo, mwenye nafasi, mheshimiwa rais, mheshimiwa waziri, mheshimiwa mbunge, mheshimiwa diwani, mpaka mheshimiwa balozi. Ataozeshwa kwa sababu ya cheo alichonacho, ataozeshwa kwa sababu ya nafasi aliyonayo. Muadhamu Sheikh fulani, fadhilatu fulani, anaozeshwa kwa ile nafasi. Kwa hiyo mtu anamuozesha binti yake akijua kwamba nikimuozesha kwa fulani nami nitakuwa nimejipatia utukufu. Kwa hiyo anaenda anamuozesha binti yake kama ni kwa mheshimiwa fulani, ili binti yake baada ya kuolewa yeye atapata sharafu. Mnamuona fulani, yule ni mkwe wangu yule. Mnamuona fulani, ndio yule ameoa binti yangu bwana. Kwa hiyo mahala popote atakapoonekana, na yeye atajisifia kwa kujinasibisha kwa kuolewa binti yake na mtu mwenye sharafu na mwenye cheo na mwenye nafasi. Hili pia vile vile lipo na linafanyika. Mtu anaozeshwa kwa sababu ya nafasi aliyonayo. Amekuja fulani, ndio muozesheni.
kwa sababu yule ni mtu mtukufu bwana, yule ni mtu anaheshimika, jamii inamtambua. Lakini tukasahau kwamba kam wa kam maarufun fil ardi majhulun fis sama, ni wangapi na ni wangapi wanafahamika na wanatambulika hapa ardhini, lakini juu mbinguni kwa Allah subhanahu wa ta'ala hawatambuliki na wala hawafahamiki kwa matendo yao yaliye mabaya. Mwanaume wa tatu ni yule mwanaume ambaye wameita zawju daharun, mwanaume wa maisha. Mwanaume wa maisha ni yupi? Ni yule alosema Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na huyu ndio mkusudiwa katika hawa wote watatu, huyu ndo mwanaume mkusudiwa. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, idha atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu, atakaye kujilieni mtakaye mridhia dini yake na tabia yake muozesheni, wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, msipomuozesha mtu huyu kutakuwa na fitna katika ardhi na ufisadi uliye mkubwa. Hadithi nyingine ya Ummul Mu'minin, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, tunkahul mar'atu li arba'i, mwanamke anaolewa kwa mambo manne: lidiniha walijamaliha walimaliha walihasabiha. Mwanamke anaolewa kwa mambo manne: kwa dini yake, kwa uzuri wake, kwa nasaba yake na kwa mali yake. Lakini Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, fadhfar bidhati din, fanya haraka kumuoa mwanamke mwenye dini, taribati yadaka, bimaana wa illa tafal, kama hutooa mwanamke mwenye dini, taribati yadaka, mikono yako itakuwa imepiga mavumbi, maana yake umepata hasara. Wa fi riwaya fadhfar bidhati dini taribati yaminaka, na katika riwaya nyingine, oa mwanamke mwenye dini, usipooa mwenye dini mkono wako wa kulia umepiga mavumbi, kwa maana nyingine umepata hasara. Lidhan, kulingana na maneno haya sasa, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama ametuelekeza kwenye hadithi ile ya mwanzo niloitanguliza kwamba idha atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu, vitu viwili, akikujilieni mtakaye mridhia dini na tabia, viendane. Mtu anaweza akawa na dini lakini tabia zake katika muamala, katika muasharatu zaujia ukawa ni mgumu sana, huyu pia ana nafasi ya kukataliwa. Pamoja na kwamba anaswali swala tano, anafunga, ana sijida kubwa, unaona, anaweza akakataliwa na asiozeshwe pamoja na swala zake, asiozeshwe pamoja na funga zake, kama muamala wake katika muasharatu zaujia sio mzuri. Labda anapiga sana wanawake, ana matusi sana, ana maneno makavu makavu, huyu haozeshwi pia pamoja na swala zake. Pamoja kwamba tunashirikiana kwenye jamaa, Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya yule mwanamke kumaliza eda, akaenda kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, ya Rasulullah, inqata'at iddati walakin khatabani Abu Jahmi wa Muawiya, ewe Mtume wa Allah, eda yangu imekatika, lakini nimepatwa posa za watu wawili. Posa ya kwanza ni ya Abu Jaham, posa ya pili ni ya Muawiya. Hawa ni watu wakubwa wakati huo, wana mali, ni katika ashabu, yani ahlud duthur, watu wenye mali zao na wana vyeo, wanaheshimika. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, amma Abu Jaham farajulun sa'aluk, ama ya Abu Jaham ni mtu ambaye ni bakhili, na amma Muawiya farajulun la yadau aswahu an atiqi, ama ya Muawiya ni mtu asiyeteremsha fimbo begani. Nini maana yake? Kinayatun an dharrabi linnisa. Hii ni tafsiri ya haraka, yani hapa wanawachuoni wametoa tafsiri kama tatu. Tafsiri ya kwanza ndo hiyo ambaye kinayatun an dharrabi linnisa, anapiga sana wanawake. Wewe ukiolewa na huyu utakuwa kila siku wewe ni kupigwa tu. Tafsiri ya pili, kinayatun an kathratil asfar, yani ni mwingi wa kusafiri mno, kwa hiyo kila siku yeye yuko safarini. Wewe utakapokuwa umeolewa sawa na haujaolewa, wewe kila siku utakuwa unalala peke yako tu. Tafsiri ya tatu ndio ile kinayatun, hii ni abadu tafasir, kinayatun an kathratil jimaa, ni mwingi sana wa kufanya tendo la ndoa. Kwa hiyo sidhani kama na wewe utaweza kufanya tendo la ndoa muda wote. Kwa
Kwa hiyo hizi ni katika baadhi ya tafsiri, lakini hawa watu wawili hawa hawajapewa ile nafasi ya kumuoa yule mwanamke, pamoja na kwamba ni Waislamu, pamoja na kwamba wanaswali, pamoja na kwamba ni katika maswahaba. Lakini Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia yule mwanamke, fankihi Usama, nenda ukaolewe na Usama. Anza kufikiria Usama ni kijana mdogo. Usama baba yake ni katika ahlul mawali, ndiye ambaye amelelewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye mwenyewe hamiliki chochote. Lakini Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akakazia katika hili, akamrudia kwa mara nyingine, kama vile yule mwanamke hakutaka kwenda kwa Usama, akamwambia fankihi Usama. Hii ni amri sasa, ukaolewe na Usama. Akawaacha hawa wengine. Na hii wanawachuoni wanatuambia ni ghiba, lakini ni katika babul islah, ni katika mlango wa kufanya islahi kwa watu. Kwa hiyo unaweza ukamtaja mtu kwa sababu ya islah, kwa maslahi ambayo yanayotarajiwa mbeleni, ambayo yatakuwa yenye faida zaidi hiyo. Kwa hiyo sio kwamba kila atakayekuja ana kanzu yake, amekuja amefuga ndevu mashallah, amekuja ana suruali fupi, ana kanzu fupi, ukasema huyu anafaa. Hapana, fanya nayo muamala kwanza ili umuone ana tabia gani huyo mtu. Ndio unaona leo hii imekuwa sasa suala la watu kuachana limekuwa kama ni fashion. Kwa sababu gani? Wakati mwingine tunawaozesha watu kabla hatujawachunguza. Upande wa wanawake, yani hatuwachunguzi wale wanawake tunaowaoa, kadhalika hata wale pia vile vile ambaye tunaenda, ambaye sasa sisi tunawaoa, hawatuchunguzi sisi mpaka ifike mahala tuweze kukabidhiwa au tuozeshwe wale watu. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, hadithi hizi mbili zinatuonyesha wazi kwamba mwanamke anaolewa kwa dini yake. Fadhfar bidhati dini taribati yadaka au taribati dinak. Oa mwanamke mwenye dini, utakuwa ni mwenye kupata baraka. Ndugu zangu katika imani, katika mlango huu wa watu kuoana wakatafutana kwenye dini, nyuma yake kuna yapo maswali yatapatikana. Endapo tukakosea, yatapatikana mafsad. Maslahi yatakayepatikana baada ya watu kuchaguana kwenye dini, inaweza ikawa ni sababu, itakuwa ni sababu ya kupata kizazi chema, kwa sababu hapa tunaandaa dhuria, tunaandaa kizazi cha mustakbal, ambayo sasa katika hichi kizazi cha mustakbal tunaanza pale kwenye husnul ikhtiyar, machaguzi mema. Wale wanaooana lazima kwanza wachaguane. Katika kuchaguana kule, sio tu kwamba sisi, kwa sababu mimi nimefikia umri wa kuoa, yule amefikia umri wa kuolewa, ndio ifike mahala tumelazimishwa na umri tuoe. Shahawa zetu zinatupelekea tuoane. Tukasahau kwamba baada ya hizo starehe kutakuja kizazi ambacho kitafuata ndani ya hizo starehe. Mtafanya starehe lakini mtazalisha kizazi. Kwenye hicho kizazi kitakachozaliwa ndicho kinachoangaliwa zaidi hata kuliko starehe za watu wawili. Na hili ndio alolitanguliza Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, baada ya kwamba ameulizwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, hal tazawwajta ya Jabir, je umeoa ewe Jabir? Qala naam ya Rasulullah, asema ndiyo nimeoa. Anaulizwa atazawwajta albikra am thayyib, umeoa mwanamke bikra au umeoa mwanamke thayyib? Asema bal thayyiba ya Rasulullah, nimeoa mwanamke mkubwa tu, mwana mama. Bwana Mtume amuuliza hal la tazawwajta albikra tulaibuha wa tulaibuk, kwa nini usingelioa mwanamke bikra ili umchezee na mwenyewe akuchezee? Watudhaikuha wa tudhaikuk, umchekelee na mwenyewe akuchekelee, kwa sababu ndoa ni mapenzi, na miongoni mwa vitu vinavyoleta mapenzi ni vicheko na michezo. Asema halaka abi Abdullah, amekufa baba yangu Abdullah, wa taraka 7 au 9 banat, ameniachia mabinti 7 au ameniachia mabinti 9. Ameniachia mabinti 7 au kaniachia mabinti 9. Khashitu an atiya mithlahunna, nimeogopea kuwaletea binti mfano wao. Nini maana yake? Ameangalia upande wa tarbia. Yani Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, yeye hakupelekewa na shahawa zake katika kuoa
peke yake ikatosha, bali akaangalia na malezi ya hawa dada zake. Baada ya kwamba baba yake amekufa, amemwachia mabinti 9 au mabinti 7 katika riwaya, akawa yeye anafikiria nani atakayekuja akawalea hawa wadogo zangu. Hasa akaangalia upande wa malezi zaidi, ili kusudi hawa mabinti waweze kupata malezi sahihi. Nisiwaletee binti mdogo mfano wao, hawatamheshimu, bali niwaletee mama mkubwa atakayewasimamia, watamheshimu kama mama yao. Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu akaangalia hikma hii katika upande wa kuoa. Kwa hiyo na sisi pale tunapoenda kuoa lazima pia tuangalie katika hikma ya malezi. Na ndo yule mzee alipoenda kwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, akashtakia juu ya kuasiwa na mtoto wake. Mtoto wake anamuasi, apigwa mpaka na mtoto wake, atukanwa mpaka na mtoto wake. Anaenda kushtaki kwa Umar, akamwambia, ya amira almu'minina ibni yauqu alayya, ewe kiongozi wa waumini, mtoto wangu ananiasi. Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala an akasema aletwe huyo kijana. Kijana akaletwa kwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an. Baada ya kuletwa kwa Umar, akaulizwa tena kwa kukaripiwa na Umar. Umar yakatoa kauli kali, kwa nini wamuasi mzazi wako? Kijana akasema, je, mtoto hana haki kwa wazazi? Alaysa lilibni haqqu ala walidayhi, je, mtoto hana haki kwa wazazi wake wawili? Qala bala. Umar akamwambia, anazo haki zake. Qala wama hi, zipi haki za mtoto kwa wazazi? Umar akamwambia, jambo la kwanza ayakhtara umma, jambo la kwanza mzazi amchagulie mtoto wake mama. Wakati anaenda kuoa anatuma posa, aangalie yule mwanamke atakayeenda kumposa ataweza kuja kumlelea watoto. Ayakhtara umma, amchagulie mama. Jambo la pili, wayuhsina ismahu, na amchagulie jina zuri. Jambo la tatu, wayuallimuhu harfan min kitabillah, amfundishe herufi katika kitabu cha Allah, manake amfundishe Qur'an. Yule kijana akasema, ya Umar, ya amira almu'minin, abi aqa alayya qabla an a'uqa, ewe kiongozi wa waumini, baba yangu ameniasi kabla mimi sijamuasi. Hina ma arada yatazawaja tazawaja ummi zinjia, pale alipotaka kuoa alienda akaoa mama ni majusi, anaabudu moto, anaabudu jua. Kwa mimi nimezaliwa na majusi. Walamma waladatni samani Ju'la, aliponizaa akaniita mimi ni Ju'la. Ju'la ni aina ya mdudu mmoja mweusi, anapenda sehemu za uchafu. Anakusanya ule uchafu, anaviringisha kama kampira, anaanza kutembea naye kinyume nyume. Ameniita mimi ni Ju'la, kwa hiyo mimi nina jina la mdudu ambaye ni mchafu kweli kweli. Kwa hiyo jina langu limeendana na uchafu kama lilivyo. Na hili pia vile vile tunafundishwa wazazi, kama wazazi tujitahidi kuchagua majina mazuri kwa watoto wetu tunaowazaa. Mara nyingi mtu anasikia jina anaona hili ni geni, ngoja na mimi nikipata mtoto namuitia hili. Yaani anatafuta ugeni wa majina. Hatafuti majina mazuri yalobebwa na wema walotangulia, yawezekana yakaleta athari katika familia. Mimi nimewahi kukuta kijana mmoja anaitwa Firauni. Kijana mkubwa tu. Wakati huo ameanza darasa la kwanza, anaitwa Firauni. Nauliza, kwa nini huyu mtoto anaitwa Firauni? Nilifikiri labda anataniwa, labda ni utani, jina la utani. Nikaambiwa yule mama yake akamuita, akasema kwamba mimi nimesikia watu wanasema ukistaajabu ya Musa utaona ya Firauni. Kwa hiyo nikamuitia mtoto wangu jina hili, naona ni jina zuri. Unaona? Basi nikamwambia huyu mtoto tumbadilishe jina, tumuite Musa, ili kwamba ukistaajabu ya Firauni utaona ya Musa. Akanikubalia, tukamuita yule mtoto Musa. Paka leo sasa yule mtoto ni mkubwa, amemaliza form 4. Anaitwa Musa badala ya nani? Ya Firauni. Kwa hiyo utakuta wakati zama hizi watu wanatafuta majina mageni. Anatamani akimzaa mtoto amuitie jina ambalo halijawahi kuitwa na yoyote yule. Lakini je, hili jina limebeba maana gani?
Hili jina limewahi kubebwa na akina nani katika wema walotangulia? Mtu anaona kwamba kumuita mtoto wangu Muhammad au Abdullah au Umar au kumuita Zainab au Maryam au Fatima, anaona kama vile amepoteza, yani kama vile hajaita majina mazuri. Tuitie watoto wetu majina yaliyebebwa na wema walotangulia, ndani yake kuna kheri. Kwa huyu mtoto akasema, mimi nimeitwa ni Juula, mimi nimeitwa ni yule mdudu mbeba uchafu yule, lakini walam yuallimni harfan min kitabillah, lakini mzazi wangu pia hajanisomesha chochote katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mimi sijui chochote kabisa katika kitabu cha Allah. Omar akamwambia, mzee ondoka, wewe ndo umemwasi mtoto wako kabla yeye hajakufanyia maasi. Kwa hiyo pale tunapokuwa tunaoa, lazima tuhakikishe kwamba hao tunaowaoa, je, wataweza kutulelelea familia na familia zikatoka ambazo ni nzuri, zitakazokuja kumcha Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa sababu wazazi ndiyo sababu ya kuharibika watoto. Mara nyingi ni chanzo cha kuharibika watoto, na wazazi ni chanzo cha kutengenea kwa watoto. Wewe angalieni katika suratu Maryam, Allah subhanahu wa ta'ala anazungumzaje juu ya kisa cha Maryam? Ya ukhta Haruna ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiya fa asharat ilayhi qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya. Yani wale watu walipoona kwamba Maryam amezaa hana mume, imekuwaje huyu mtu anazaa hana mume? Wanauliza swali la kustaajabu, ni vipi leo Maryam amezaa hana mume? Baba yake hakuwa na tabia za uzinifu, mama yake hakuwa na tabia mbaya za uzinifu, leo inakuwaje yeye anazaa hajaolewa? Walistaajabu, kuonyesha kwamba wazazi wana nafasi kubwa sana katika kutengeneza mustakbali wa familia ijayo. Kwa hili pia vile vile tunapokuwa tunaoana, lazima tuangalie tutakuja kujenga familia ya aina gani na wale tunaowaoa. Ndugu zangu katika imani, nimalizie tu kwa kusema ifike mahala Waislamu tusiwe mabakhili katika kuoa. Na nikisema maneno haya nakusudia nini? Mara nyingi watu wanaona ubakhili pia uko kwenye pesa tu. Hizi riziki za duniani hizi ni za kupita. Lakini wewe kuishi na mke zaidi ya mmoja, yani ukaishi na wake wawili, ukaishi na wake watatu na wake wanne, hili pia tusitie kwenye ubakhili. Leo wanawake wengi leo wanafanya maasi kwa sababu pengine wameshindwa kuingia kwenye ndoa. Yule ulipomuingiza mmoja akafunga geti, hakuna mwingine kuingia. Haya ni makosa. Wakati mwingine tunaogopea masala ya riziki, ili hali riziki Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayeturuzuku. Kwani kila anayeishi na mke mmoja ndio hali yake imekuwa ni nzuri? Si utakuta wengine wana hali ngumu afadhali ya mtu anayeishi na wake wawili au watatu au wanne. Kwa kuogopea riziki, hiyo sio sababu ya watu kutooa. Kwa kuogopea utapata familia nyingi, hiyo pia sio sababu ya watu kutooa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, msiwaue watoto wenu kwa kuogopea njaa. Sisi tunakuruzukuni ninyi, tunawaruzuku na wao pia vile vile. Kwa kuogopea labda utafilisika quwwatul jimaa, wewe oa. Allah subhanahu wa ta'ala atakuruzuku, zitakuja, ukila chakula utapata nguvu za kufanya jimaa. Nimepata katika baadhi ya riwayati, mmoja katika masahaba alikuwa kana yukthiru aljimaa, alikuwa akikithirisha sana masala ya jimaa. Mke wake anaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kushtakia juu ya jambo hili. Huyu mwanaume amekithirisha, ya Rasulullah, mwambie apunguze. Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamwambia huyu jamaa punguza, akasema la astatu, siwezi. Akamwambia basi itabidi uoe mke mwingine, oa mke wa pili, ili angalau iwe kuna usaidizi unapatikana na huyu apate fursa. Pindi wakija wale mateka kutoka vitani, njoo tukupe mmoja ili kusudi ukampunguzie mwenzako hii shughuli. Bas walipokuja mateka, akaenda pale akaambiwa chagua, akamwambia Mtume, ikhtar ilayya ya Rasulullah, wewe nichagulie, mimi siwezi kuchagua.
Akachaguliwa mwanamke mwenye mihemko ya kutosha, akaambiwa huyu hapa, nenda naye. Baada ya kwenda, muda haukurefuka sana, yule mke wa kwanza akarudi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah qad zada, asema yewe Mtume wa Allah, baada ya kumuozesha mke wa pili ameongeza juhudi kuliko alivyokuwa mwanzo nilipokuwa peke yangu. Kuonyesha nini? Kwamba baada ya kupata mke wa pili quwwatul jimaa pia ikaongezeka. Kwa hiyo wewe unapoishi na mke mmoja unafilisika kwenye nguvu za kiume, alafu unaenda kuwakuta waganga huko, jamani, nina upungufu wa nguvu za kiume. Sio kwamba una upungufu wa nguvu za kiume, umeziua wewe mwenyewe kwa kuishi na mke mmoja muda mrefu, kwa sababu hata zile hisia haziji. Yani mwili hauwezi kupata ule msisimko kwa sababu umeshazoea. Yani kuishi na mke mmoja siku zote unajimaliza wewe mwenyewe. Ndio unaona akija mtu kasimama pale nje akasema anauza dawa za nguvu za kiume, nyote mnamkimbilia. Akisema anauza dawa za nguvu za kiume, hata kama tumeswali Isha hapa, anaweza kafikisha saa 5 usiku bado anauza, ili tununue tukafanye kazi nyumbani. Kumbe sisi wenyewe tunajimaliza. Laiti mtu ukioa mke zaidi ya mmoja, kila mmoja ana aina yake ya mapenzi, kila mmoja ana mvuto wake, kila mmoja ana vishawishi vyake. Utakuta kwamba kila ukienda katika kila nyumba, wewe una uwezo wa kufanya tendo la ndoa. Sio masala ya kwenda kuongeza kubusti. Unaona wao wenyewe watakubusti, utaenda. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, nisirefushe sana, niseme jazakumullahu khairan bihusni simaikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ili kuboresha kazi zetu, tunaomba mchango wako kupitia lipa namba kwa mitandao yote. ila Allahi wa rasulih Jina Al-Hidayah Online TV. Aidha, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Asante kwa kutuunga mkono. Al-Hidayah Online TV, uongofu kwa walimwengu.